Je, ni sahihi mwanamke kupata maumivu makali wakati wa periodi yake? Je, ni sahihi unapopata maumivu makali ya tumbo wakati wa hedhi yako? Hili ni changamoto ambayo hasa inawasumbua wanawake wengi. Naomba nisikilize hadi mwisho wa video hii. Nitaenda kuelekeza kuhusiana na changamoto hii, lakini namna nzuri ya kuweza kuepukana na kujitibu changamoto hii hata bila kwenda hospitali ukiwa nyumbani kwako. Kwanza kabisa, changamoto hii inafahamika kwa jina la dysmenorrhea. Ni changamoto ambayo inawapata wanawake wengi, ambayo wengine imepelekea hadi wanashindwa kufanya majukumu yao kwa siku husika ambayo ameingia kwenye period, lakini wengine imewapelekea kutumia dawa kila mwezi kwa ajili ya kutuliza maumivu. Leo nitaenda kukuelekeza kuhusiana na hii changamoto. Sasa tunapozungumzia dysmenorrhea, ipo kwenye makundi mawili. Kundi la kwanza ni ile ambayo hasa inatokana na homoni za prostaglandin. Prostaglandin hizi ni homoni ambazo hasa zinapatikana kwa mwanamke yote. Sasa hizi homoni zikizidi zinapelekea misuli ya kizazi kukaza. Kwa hiyo misuli ya kizazi ikikaza wakati wa period inapelekea hasa mtu kupata maumivu makali sana, kwa sababu kizazi kinakuwa kama kinajikunja, misuli inavutana. Kwa hiyo inakuwa inaleta shida hiyo. Lakini aina ya pili ni ile imesababishwa na changamoto nyingine kwenye kizazi, kama mtu ana changamoto za uvimbe kwenye kizazi, fibroid, mtu kama ana changamoto hasa za endometriosis, aidha kuota kwa seli nje ya kizazi, mtu kama ana shida ya kansa, mtu ambaye ana shida ya uvimbe kwenye shingo ya kizazi. Kwa hiyo kwa namna kama hizo zinaweza kupelekea huyu mwanamke akiingia kwenye hedhi akawa anapata maumivu makali sana. Sasa namna gani ya kutibu, aidha kuweza kujisaidia kuepuka na kupunguza maumivu haya wakati wa period? Kwanza kuna njia mbili. Njia ya kwanza kwa kutumia virutubisho lishe, lakini ya pili nitakuelekeza jinsi ya kubadili mtindo wa maisha ambao utakusaidia kupunguza tatizo. Moja, tumia virutubisho vya omega 3 fatty acid. Virutubisho vya omega 3 hivi vinasaidia sana kwenye swala zima la kupunguza uvimbe, lakini vile vile inasaidia kulegeza misuli kwenye kizazi. Pili, tumia magnesium. Magnesium ni virutubisho ambavyo ni muhimu sana kwenye swala zima la kukaza kwa misuli. Kwa hiyo utakapotumia virutubisho vya magnesium itaenda kusaidia ile misuli kama imekaza kwenye kizazi, basi kufanya nini? Kurelax, yani kushindwa kukaza tena. Kwa hiyo itakusaidia wewe kumaliza tatizo na maumivu yatapungua sana. Lakini tumia hasa tangawizi na mdalasini. Hapa unatakiwa kuchukua chai ya tangawizi, unaweza ukachanganya na mdalasini na vichemsha kwa pamoja. Baada ya hapo unakunywa ikiwa ya moto vile vile, aidha niseme ya vuguvugu, utatumia asubuhi na jioni. Hiyo itakusaidia sana kupunguza maumivu kama hiyo. Lakini vile vile unaweza kutumia virutubisho vya madini ya chuma. Haya ni supplement. Hapa ni pamoja na kutumia mboga za majani kwa wingi. Mchuzi wa mboga za majani, ile supu yake, basi ukiwa unatumia mara kwa mara itaenda kusaidia. Lakini kwenye kubadili mtindo wa maisha, hakikisha unakuwa na tabia ya kufanya mazoezi kila mara. Fanya mazoezi, yakiwa mazoezi ya Kegel, mazoezi ya yoga, yanaenda kusaidia ile misuli kuweza kutanuka na kusinyaa. Kwa hiyo wakati wa period itakuwa haikazi. Kwa hiyo jitahidi fanya mazoezi kama hayo ya yoga, yataenda kukusaidia sana. Pili, kunywa maji ya kutosha. Jitahidi kunywa maji ya kutosha sana. Unapokuwa na maji ya kutosha, basi utaepuka kupata maumivu ambayo yamekithiri, ambayo yametokana na mtu kukosa maji mwilini. Kwa namna hiyo itaenda kusaidia sana kwenye swala zima la kupunguza maumivu. Lakini vile vile punguza utumiaji wa caffeine. Hapa nazungumzia kwenye pombe pamoja na vyakula vyenye sukari nyingi. Vyakula vyenye sukari nyingi nimevieleza mara nyingi sana.
Kwanza kuna keki, kuna pipi, lakini vile vile vyakula vyenye kafeini. Hapa nazungumzia kuna baadhi ya soda zina kafeini ya kutosha, pamoja na pombe. Unapotumia hivi basi vinaenda kupelekea hiyo hali kuwa mbaya zaidi. Kwa hiyo jitahidi kuviepuke kwa namna kama hiyo. Hivyo basi utakapofanya hivi itaenda kusaidia maumivu kupungua, aidha kutopata maumivu kabisa wakati wa period. Hivyo kwa masomo zaidi unaweza ukasubscribe channel yetu kwa ajili ya kujifunza kuhusiana na afya ya uzazi. Kama una swali lolote kwa sasa unaweza ukauliza hapa kwenye comment, nitakujibu. Lakini usisahau kulike, kushare na watu wengine ili kujifunza zaidi kuhusiana na afya ya uzazi. Asante sana, usisite kuendelea kuwa nasi. Kutakia wakati